Ndugu zangu katika imani, awali ya yote ninakuhusieni kadhalika ninaihusia nafsi yangu juu ya kumcha Allah tabaraka wa taala. Enyi waja, tumcheni Allah subhanahu wa taala kwa kutenda yale ambayo Allah yaridhia na kujiweka mbali na yote ambayo Allah subhanahu wa taala ayachukia na kuyaghadhibikia. Ndugu zangu, ama hakika khutba yangu katika siku ya leo kwenu itakuwa ikikumbushia na kutahadharisha juu ya kiungo cha hatari kilicho katika mwili wa mwanadamu. Mwili wa mwanadamu, ndugu zangu, Allah tabaraka wa taala ameupandanisha katika viungo 360. Katika viungo hivi kuna kiungo kimoja ni cha hatari sana na mwanadamu, kinaweza kikawa ni sababu ya kumwangamiza mwanadamu mbele yake Allah tabaraka wa taala. Kinaweza kikawa ni sababu ya kuiharibu jamii ya wanadamu katika maisha haya ya dunia. Kinaweza kikawa ni sababu ya kuleta maafa, machafuko na yanayofanana na hayo, na watu wala wasiweze ishi katika maisha yaliyo salama katika hii dunia. Kiungo hiki Allah subhanahu wa ta'ala amekijalia katika mwili wa mwanadamu, lakini pia mwanadamu aweza kukitumia kiungo hiki ikawa ni sababu kwake yeye ya kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala, ikawa ni sababu ya kuzidiriki radhi za Allah subhanahu wa taala katika maisha haya ya dunia, kadhalika kesho yaumul qiyama. Ndugu zangu, mcheni Allah subhanahu wa taala, narudini kwake ukweli wa kurudi, bali tambueni na eleweni kiungo hiki ambacho ni kiungo cha hatari si kingine isipokuwa ni ulimi ambao unasaidiana na viungo vingine kutengeneza umbile la binadamu lenye viungo 360. Ndugu zangu, ulimi ni kiungo kinachoweza leta maafa makubwa, shari kubwa, mabalaa makubwa katika hii dunia. Lakini ulimi ni kiungo kinachoweza mkomboa mwanadamu akawa ni mja mwema, mja mpole, mja mzuri, mja ambaye ni mwenye kuridhiwa na Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, zihifadhini ndimi zenu, lakini si mzihifadhi ndimi zenu pekee, bali zipimeni kupitia maneno mnayoyatamka kila siku katika maisha yenu. Maneno haya yanawezeshwa kutamkwa na kiungo kinachoitwa ulimi ambacho kiko ndani ya mdomo wa kila binadamu. Mwanadamu muda mwingine anaweza akaona ameongea neno jepesi ambalo halina madhara, halina uzito wowote mbele yake Allah tabaraka wa taala, lakini Allah subhanahu wa taala, muumbaji wa ulimi, kwa kujua na kutambua mazuri na mabaya ya ulimi, Allah subhanahu wa taala hakuna anachokidharau katika vile vinavyotamkwa na ulimi. Allah mtukufu anasema katika suratul Qaf aya ya 18, wama yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Mwanadamu hakuna neno, hakuna tamko analolitamka kupitia ulimi wake, lakini amezungurukwa mwanadamu huyu, anatazamwa mwanadamu huyu na raqibun atid, yule ambaye anamchunga nini anasema na mwenye kuhifadhi kile anachokisema mwanadamu huyu. Hii ni kuonesha kwamba kiungo hiki ni kiungo cha hatari. Ndiyo sababu Allah tabaraka wa taala amekiwekea walinzi ambao wanachunga ni kipi kinatamkwa na kiungo hiki, na hicho kinachotamkwa kikawa ni chenye kuhifadhiwa, kitakuja mneemesha au mdhuru mwanadamu huyu kesho yaumul qiyama. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala tena katika surati Zukhruf aya ya 80, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Hivi wanadhania wanadamu, wanadhania watu katika kuishi kwao katika hii dunia kwamba sisi tuliowaumba hatujui, hatusikii, hatuelewi siri zao wala yale ambayo wanateta baina yao? Allah tabaraka wa taala
anasema bala wa rusuluna ladaihim yaktubun. Si hivyo wanavyodhania wanadamu kwamba siri zao, matesi yao baina yao, kwamba sisi hatuyajui, hatuyasikii. Si hivyo. Tunao wajumbe wetu wanaoandika kila wanachokitamka, kila kinachotamkwa na ndimi zao. Huyu ndiye Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye kwa kujua kazi ya ulimi, kile kinachotamkwa na ulimi kinaweza kikawa ni chenye shari kwa mwanadamu au ni chenye faida na mwanadamu. Allah tabaraka wa taala ameamua kukifuatilia kiungo hiki kupitia malaika wake watukufu ambao wanaandika kila kinachotamkwa na ulimi. Ndugu zangu katika iman, i'lamu anna kalamakum muhsan, jueni na tambueni hakika ya maneno yenu yanahifadhiwa na Allah tabaraka wa taala, kama ambavyo aya mbili hizo zimethibitisha kiuwazi pasina kificho. Lakini si hivyo, situkuwa maneno yenu yanahifadhiwa, lakini ni muhasabuna alaikum, mtahesabiwa ninyi na Allah tabaraka wa taala kupitia maneno hayo. Fa in kana khairan athmara lakum khaira, ikiwa maneno mlioyatamka ni ya kheri, yataleta kwenu matunda ya kheri. Mtaishi katika hii dunia mkiwa ni waja wema, waja waungwana, waja wazuri, lakini kesho yaumul qiyama mtaenda ridhiwa na Allah tabaraka wa taala kupitia maneno mlioyasema kwa kumilikishwa pepo ya Rabbi. Tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwao. Lakini kinyume na hivyo, wa in kana kalaman sayyi'a, na ikiwa maneno yenu ni maneno mabaya, ni maneno machafu yanayomchukiza na kumghadhibisha Allah tabaraka wa taala, fasatandamuna yawma la yanfa'u nadam, mtajajuta siku ambayo majuto hayawezi mnufaisha mwanadamu. Ajute atakavyoweza juta, hana tena nufaiko la aina yeyote, kwa sababu muda wa kutenda ushapita. Ulichokitamka ndicho kilichoandikwa. Hatarajii hata siku moja mkulima anayelima mahindi akataraji atavuna mchicha. Mwenye kulima mchicha anavuna mchicha, na mwenye kulima mahindi anavuna mahindi. Ndivyo ilivyo yule ambaye ameutumia ulimi wake kutamka kheri, anataraji kesho yaumul qiyama mbele yake Allah tabaraka wa taala atavuna kheri. Lakini yule ambaye katika hii dunia kinywa chake kilitamka ya shari, hana anachokitaraji kwa Allah tabaraka wa taala zaidi ya kuvuna hiyo shari. Ya Rabbi, tunakuomba utulinde na utuepushe na kutamka maneno ambayo yanayoweza tupelekea kesho yaumul qiyama tukawa ni wenye kuvuna shari mbele yako. Ndugu zangu katika iman, ashaddul kalam wa aqbahuha, maneno yaliyo mabaya zaidi, yaliyo makali zaidi, yasiyopendeka kwa Allah tabaraka wa taala yanapotamkwa na mja wake ni ashirku billah. Ni mja kutamka maneno ya kumshirikisha yeye Allah tabaraka wa taala kwa kuomba visivyokuwa yeye Allah subhanahu wa taala, kwa kutegemea visivyokuwa yeye Allah subhanahu wa taala, kwa kutaja asiyekuwa yeye Allah subhanahu wa taala. Mja anapoishi katika hii dunia akautumikisha ulimi wake kuomba wafu, kuomba vilivyo kaburini, kuomba miti mizimu, kuomba pengine ni wema manabii na wanaofanana na hivyo, mja huyu kupitia ulimi wake huwa ametamka maneno mabaya yanayomchukiza na kumghadhibisha Allah tabaraka wa taala, ukweli wa kumghadhibisha. Lakini sanjali na hili, ndugu zangu, miongoni mwa maneno mabaya zaidi mbele yake Allah tabaraka wa taala ni mtu kuishi katika hii dunia akautumia ulimi wake kuhalalisha vile ambavyo Allah tabaraka wa taala ameviharamisha, na kuharamisha vile ambavyo Allah tabaraka wa taala amevihalalisha. Allah subhanahu wa taala anatuambia ndani ya Qur'an katika suratul A'raf, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana,
na katika maneno mabaya yasiyofaa kutamkwa na ndimi zenu ni ninyi kupitia ndimi mkamshirikisha Allah tabaraka wa taala katika vile ambavyo hamna uhakika navyo, hamna ushahidi navyo, hamna elimu navyo. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho kabisa akasema, wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun, na mkasema katika mambo yanayohusiana na Allah tabaraka wa taala hali ya kuwa hamna elimu nayo. Kwa ujasiri tu mtu kupitia ulimi wake anaweza halalisha na kuharamisha, na haya ni maafa makubwa miongoni mwa maafa ambayo yameenea katika ndimi za watu wengi ambao wanajisema leo ni Waislamu. Ndugu zangu, dunia ya watu wema walioishi kabla yetu waliogopa kuisemea dini pasina kuwa na elimu. Muda mwingine mtu ni alim, anaulizwa swali akijua na kutambua katika mji ambao yeye yuko alimu mwingine anaegemeza swali lile apelekewe yule. Ndio ana haki na elimu zaidi ya kulijibu kuliko yeye. Lakini leo katika ulimwengu tunaoishi nao sisi, Waislamu wanakimbia kusoma, hawataki isoma dini yao. Yako mambo mengi ya dini hata ya kiibada ukiwahoji watu hawayajui. Anasali mtu sala 5 msikitini, lakini mwambie aielezee swala, hawezi kuielezea. Hawezi kuielezea sala kwamba sala ina vifungu 5. Ili sala ya mtu iwe ni sahihi ni lazima vifungu 5 hivi viwe ni vyenye kutimia. Nambari 1 ni lazima mtu anaposimama kuswali hakikishe amezitekeleza na kuzichunga sharti zote 9 za swala. Anaposimama mtu kuswali ni lazima hakikishe anazitenda nguzo 14 za swala. Anaposimama mtu kuswali ni lazima hakikishe anatimiza na kutekeleza sunna zote ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama amezifundisha. Anaposimama mtu kuswali ni lazima azikamilishe na kuzitekeleza nyajibu 8 za swala, na mwisho swala yake hii aiweke mbali na vyote ambavyo vyaweza ipelekea ibatilishe. Wangapi katika Waislamu leo wanaswali? Msimamishe, muulize haya. Mwambie wewe unaswali sala 5 miaka 15 mfululizo, miaka 20 mfululizo. Tunaomba utuambie nguzo 14 za swala ni zipi? Ni wachache mno wenye elimu na haya, lakini kila mtu ana elimu na dini. Likija jambo la dini kila mtu ni mufti, kila mtu ni mjibuji. Haya ndio maafa ambayo yameuelemea umma wa Kiislamu leo. Wanaishi watu katika bahari ya ujinga wa kutoitambua dini, lakini kupitia ndimi zao ujinga wanauweka pembeni na wanasema yanayomhusu Allah tabaraka wa taala pasina elimu. Ndiyo sababu leo katika jamii yetu mambo mengi yamechomekwa, yamewekwa katika matendo ambayo watu wakidhania kuwa ni ibada zinazowapa thawabu mbele yake Allah tabaraka wa taala, lakini kumbe hatuna kitu. Tumuogopeni Allah tabaraka wa taala, tuchukueni tahadhari tusije kuwa ni miongoni mwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anawasema katika suratul Kahf, qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Muhammad sema, nikujulisheni nikufahamisheni wale watu ambao wamepata hasara katika matendo wanayoyatenda kila siku. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, ni watu ambao yamepotea machumo yao, zimepotea ibada zao katika maisha ya dunia. Ameswali mtu kila siku, kaswali alfajiri nyuma ya imam, kaswali adhuhuri nyuma ya imam, kaswali alasiri nyuma ya imam, ameswali magharibi nyuma ya imam, kaswali isha nyuma ya imam. Miaka 20 mfululizo maisha yake ni hayo, lakini hanacho anachokijua kwenye hii swala. Tena tumeenda kwenye swala, kuna shahada 2 kule, kuzikiri shahada 2. Mtu anatamka ashhadu an la ilaha illa Allah, lakini pamoja na kutamka hivi anahirizi, anategemea tarasimu. Ukiingia nyumbani kwake mlangoni iko tarasimu.
kazini kwake, dukani kwake kuna tarasimu, kwenye draw ya pesa ameweka jiwe, kaweka ndimu, kaweka mkaa. Maisha yake yanategemea ramli. Anakwambia nimekiri ya kwamba hapana mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja. Huyu Allah mmoja wa pekee ambaye umemkiri, mbona unamshirikisha na hirizi? Ni kweli wewe una elimu na hii la ilaha illa Allah, mbona unamshirikisha na tarasimu? Haya ni maisha ya kawaida ndugu zangu katika imani. Ukitazama milango ya watazamia nyota, ya wapiga ramli, waingiaji wakuu, waingiaji wengi katika milango hiyo ni watu wanaojisema kuwa ni Waislamu. Watu wana ujinga mkubwa sana na dini hii ndugu zangu, lakini hawataki jiweka pembeni kuwa hawaijui dini. Linapokuja jambo la dini, kila mmoja ni mufti. Sasa miongoni mwa mambo, maneno mabaya yanayotamkwa na ulimi wa mwanadamu, ambayo inawezekana ikawa ni sababu ya mwanadamu huyu kuangamia kwa Allah tabaraka wa taala, ni kumsemea Allah katika dini yake hali ya kuwa mtu hana elimu na anachokisema. Ndugu zangu katika imani, kadhalika min aqbahil kalam, miongoni mwa maneno mabaya yanayoweza tamkwa na ulimi ikawa ni sababu ya mja mwenye ulimi huo kuangamia mbele yake Allah tabaraka wa taala, ni shahadatu zur, ushahidi wa uongo. Ikawa mtu kila anachokisema ni wallahi, akijua na kutambua wallahi hiyo anayoiapa ni muongo. Hii dunia ya leo ndugu zangu, haya ni mambo ambayo yamekuwa rasmi. Watu wamefikia kuyaridhia, na muda mwingine kutoa pesa kusomesha watoto wao kwa gharama kubwa. Anakuwa mtoto ni mwanasheria, kazi yake ni kutetea watu mahakamani. Anakuja mtu ameiba, amefanya uhalifu, anatoa pesa kwa mtu anaitwa wakili. Wakili anasimama kuithibitishia mahakama kwamba huyu mtu si muhalifu, na kiuhalisia ni muhalifu. Shahadatu zur, jinsi ilivyotamalaki katika maisha yetu na jinsi ilivyochukuliwa na fikra zetu, tena muda mwingine ndio tunaisapoti kwa kutoa pesa watu wasome, na mtu anajifakharisha, alhamdulillah, mtoto wangu mimi mwanasheria bwana. Allah tabaraka wa taala anatuambia katika surati Yusuf 81 juu ya ubaya wa mtu kushuhudilia jambo la uongo. Allah subhanahu wa taala anasifu wema walioishi kabla yetu, ndugu zake Yusuf na waja wengine wema, walishuhudilia katika mambo ya haki, hawakushuhudilia katika mambo ya uongo. Allah anasema wama shahidina illa bima alimna, hatukuwa sisi ni wenye kutolea ushahidi ila vile ambavyo tuna elimu navyo na tumesema kiuhalisia. Akasema tena Allah tabaraka wa taala katika surati Zukhruf 86 illa man shahida bilhaqi wa hum ya'lamun, wanaotumia ndimi zao vema ni wale ambao wanashuhudilia kwa haki, si kwa uongo, hali ya kuwa wakijua na kutambua nini ambacho wao wanakifanya. Ndugu zangu katika imani, wa min aqbahil kalam fima baina an-nasi al-ghibatu wan-namima, na miongoni mwa maneno mabaya yaliyo baina ya watu, maneno yanayotamkwa na ndimi za waja, ni kuteta na kusengenya. Kuteta, dhikruka akhaka bima yakrahu, kuteta ni kumtaja ndugu yako kwa yale ambayo akiyasikia atachukia. Lakini namima ni naqlul kalami min baini shakhsi ila shakhsin litufsida bainahuma, ni kuchukua neno toka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine ili uharibu mahusiano ya wawili hao. Kuteta ndugu zangu, kusengenya ndugu zangu, ni miongoni mwa maafa yaliyolala katika ndimi za wengi katika Waislamu wa leo. Ya Rabbi tunusuru na kutetana na kusengenyana. Miongoni mwa sababu za kugombana baina yetu, magomvi baina yetu,
kutopendana baina yetu, uadui na chuki iliyo baina yetu ni zao linalotokana na kutetana na kusengenyana. Jambo hili huko nyuma lilionekana kama ni jambo ambalo laweza fanywa na kina mama wale ambao hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala, lakini utesi na kusengenya leo ni tendo linalofanywa na watu waliofuga ndevu na kukata kanzu na suruali. Kati ya shekhe na shekhe, huyu ana wafuasi na huyu ana wafuasi wake. Watu wanasigana leo katika dunia ya teknolojia, utandawazi. Tunaona mpaka kupitia mitandao ya kijamii watu wanazogoana. Palikuwa na uwezekano kabisa, umeona tatizo kwa ndugu yako, ukamfata, ukampigia simu, ukatafuta namna ya kuongea naye, katika namna ya kumpa nasaha. Ad-dinu nasiha, dini ni kupeana nasaha. Lakini mlango huu kwetu sisi umefungwa. Umefunguliwa mlango wa kutetana na kusengenyana. Tunasali pamoja, hakuna mapenzi baina yetu. Ya Rabbi, tunakuomba utuepushe na utesi na usengenyi. Ndugu zangu katika iman, ulimi ni kiungo cha hatari sana, ni kiungo cha shari sana, ambacho hakika mwanadamu asipoutumia vema, asipokitumia vema, inakuwa ni sababu ya mwanadamu huyu kuangamia mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndiyo sababu viungo 360 vilivyo katika mwili wa mwanadamu, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuambia viungo 359 kila asubuhi huwa vinatoa mawaidha nasaha kwa ulimi. Vinasema nini kuuambia ulimi? Vinasema, vinamwambia itaqillaha, ulimi wewe muogope Allah. Fa innama nahnu bika, hakika si vingine sisi tunawe, tuko na wewe, hakuna namna nyingine. Viungo hivi vinamwambia, vinauambia ulimi, inistaqamta istaqamna, ikiwa wewe utatengemaa, ikiwa wewe utaongoka, na sisi pia tutaongoka, na sisi pia tutasalimika. Lakini in awajajta, ikiwa utapinda, utaharibika, utaharibu, iwajajna, na sisi pia tutapinda, tutaharibu, hakuna namna nyingine. Viungo vya mwili wa mwanadamu kila siku asubuhi vinatoa mawaidha kwa ulimi. Hii ni kuonesha kuwa ulimi huu ni kiungo cha hatari kiasi gani katika maisha ya mwanadamu. Ndugu zangu katika iman, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akasindikiza nasaha hizi za viungo vingine dhidi ya ulimi na maneno yasemayo, aktharu ma yudkhilu an-nasa an-nara, mara nyingi sana kinachoweza waingiza wanadamu motoni hakuna isipokuwa vitu viwili. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alfamu, kiungo cha kwanza mara nyingi kinachoweza muingize mwanadamu ndani ya moto wa jahannam ni mdomo, kwa sababu ndani yake kuna ulimi. Ulimi unaweza haribu na kutengeneza. Na kiungo cha pili Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama anasema, walfarju, ni utupu. Mwanadamu akisalimika na viungo viwili hivi, vikaongoka, vikakaa sawa, mwanadamu huyu hakika ana hadhi na heshima mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu, hifadhini ndimi zenu, fa innaha silahun dhu haddaini, kwa sababu ulimi ni silaha yenye makali pande mbili. Ulimi katika zama za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama uliweza pelekea leta maafa makubwa ya watu kufikia hata chukiana. Nyumba ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallama inatikisika kwa mke mama yetu mwema kurudishwa nyumbani kwa baba yake. Ulimi si kitu kingine ndugu zangu. Usiuone ulimi ni kiungo cha kawaida cha mchezo.
ukawa ni mwenye kutamka maneno katika namna nyepesi na rahisi. Jua natambua kiungo hiki ambacho wewe unacho ni kiungo chenye hatari. Kila ambalo linatamkwa na kiungo hiki toka katika kinywa chako ni lazima kwanza ulizingatie na ulifikirie mara mbili, mara tatu. Hili lina maslahi, halina maslahi? Lina madhara, halina madhara? Usiwe ni mwenye kuropoka ukatamka tu katika namna nyepesi na rahisi, vile ambavyo sisi leo tumezoea tukaishi katika maisha ya kuchafuana, ya kupakana matope kwa sifa na tabia tusizokuwa nazo. Allah tabaraka wa taala anatutahadharisha ndani ya surati An-Nur aya ya 15. Allah mtukufu anasema idh talaqawnahu bialsinatikum, maneno mnayoyatoa kwa ndimi zenu katika namna nyepesi na rahisi. Watakuluna biafwahikum, na midomo yenu ikasherehesha ikaelezea. Wenyewe mnaonaje maneno haya? Allah subhanahu wa ta'ala anasema ma laysa lakum bihi ilmun, mnaongea vitu ambavyo hamna elimu navyo. Unamsemea mtu mabaya, ukiambiwa leta ushahidi huna. Haya yalijiri kwa mama Aisha alipotuhumiwa uchafu. Wanaropoka watu, hawana elimu, hawana ushahidi, hawana uthibitisho. Na haya ndugu zangu tunaishi nayo katika jamii yetu leo. Mara ngapi watu wanakaa kwenye jobless zao, kwenye vikao vyao, wakamsema mtu, wakawasema watu kwa mabaya na machafu ambayo wakitakiwa kuleta ushahidi hawana ushahidi. Allah subhanahu wa ta'ala anasema watahsabunahu hayyinan, ni mnayoona ya kawaida. Hiyo miropoko yenu mnaiona ya kawaida, miepesi, haina madhara yoyote yale. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa huwa inda Allahi adhim. Lakini hakika hayo mnayoyaongea na kuyaropoka mbele ya Allah tabaraka wa taala yana uzito wa kipekee. Ya Rabbi, tunakuomba uzilinde ndimi zetu, uzichunge ndimi zetu ziwe ni zenye kusema kheri ambayo italeta matunda ya viungo vya mwili wetu kuweza kutenda yale ambayo wewe wayapenda na kuyafurahikia. Na haya Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia aliposema katika suratul Ahzab aya ya 70, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi ambao mmeamini muogopeni Allah, na daiman katika maisha haya ya dunia semeni maneno yaliyo sawa sawa toka katika ndimi zenu. Msiseme maneno ya batil, msiseme maneno mabaya, kwa sababu ndimi zenu zikiweza sema maneno ya sawa, maneno ya kweli, Allah tabaraka wa taala anasema mtapata matunda katika dunia kabla ya kesho yaumul qiyama. Allah anasema yuslih lakum a'malakum, matendo yenu, mambo yenu, maisha yenu yatatengemaa. Wa yaghfir lakum dhunubakum, na mtasamehewa madhambi yenu mengi mliomkosea Allah tabaraka wa taala. Wa man yuti'i Allaha wa rasula, na yeyote anayeishi katika hii dunia akamtii Allah tabaraka wa taala, kadhalika mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallama, faqad faza fawzan adhima, hakika mtu huyu amefuzu kufuzu kuliko kukubwa. Ya Rabbi, tunakuomba utujalie kuwa ni miongoni mwa wenye kufuzu katika kulinda na kuchunga ndimi zetu, na tusamehe katika yote tulioteleza tukaropoka mambo ambayo hatuna elimu nayo. Ya Rabbi, si ni madhaifu na mwenye kusamehe ni wewe, na wewe ni mwingi wa kusamehe na mwenye huruma na waja wako. Aqulu ma tasma'una wastaghfirullah li wa lakum wa lisailil muslimina wal muslimati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwa al-barru al-karim. Ndugu zangu, i'lamu anna min akhtari uyubi lisani, jueni na tambueni hakika miongoni mwa mambo ya hatari sana katika aibu za ulimi ni al-kadhibu fil hadithi, ni ulimi kuwa na tabia ya kusema uongo kila unaposema. Na hili jambo si aibu peke yake. Ulimi wa mja unapokuwa na tabia ya kusema uongo katika maneno yanayotamkwa na ulimi huo, Bakara 83,
waqulu linnasi husna, na daiman mnaposema kwa watu semeni maneno yaliyo mazuri, maneno ya kweli yaliyoepukika na uongo na uzushi. Ndugu zangu katika imani, wema walioishi kabla yetu ulimi waliuchukua tofauti kabisa na sisi vile ambavyo tunao leo. Sisi hatuna tahadhari na ulimi, lakini wenzetu walitahadhari na ulimi. Abdillahi ibn Abbasi, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye pamoja na baba yake, anasema siku moja akiueleza ulimi, ayuha lisani, wewe ulimi, wewe uliye ndani ya mwili wangu, kwenye mdomo wangu, qul khairan taghnam, daiman sema ukweli, utanufaika, utatajirika, utaokoka. Lakini kinyume na hivyo, au uskut an sharrin tusallam, au kaa kimya kutotamka ya shari ili upate salimika. Akasema Abdullah ibn Abbas, wa illa fa innaka satandam, ikiwa hutoweza sema ukweli kheri ukatajirika, ukaamua kukaa kimya kwa sababu huna kheri ya kusema ili upate salimika, ukiishi kinyume na mawili hayo utajuta, na majuto hayana nafasi mbele yake Allah tabaraka wa taala. Abdillahi Abu Bakar ibn al-Khattabi, radhi za Allah tabaraka wa taala ziwe pamoja naye, anasema hadha alladhi huwa aradna almawarid, ulimi ndio ambao umetusababishia kufanya yote tunayoyafanya, hamna kitu kingine. Ulimi ndio kiungo cha shari kilichopelekea kusababisha kwetu sisi kufanya yote ambayo tunayafanya. Hii ni kuonesha ndugu zangu, wema hawa waliutazamaje ulimi na waliuchukulia vipi, na ndio sababu Allah tabaraka wa taala akatutahadharisha mwishoni mwa hutuba yangu. Tunakaa kwenye vijiwe sana sisi. Akiamka asubuhi mtu hana furaha, kwanza ya kuanza kazi lazima akae kwenye kijiwe, kwenye jobless hapo, kwenye kahawa hapo patajadiliwa mambo yote ya siasa, patajadiliwa mambo yote ya mipira, patajadiliwa mambo yote ya habari za watu. Lakini Allah mtukufu 114 Suratun Nisa anatuambia nini? Anatutahadharisha na lipi katika haya? Allah anasema la khaira fi kathirin min najwakum, hakuna kheri katika vikao vyenu vingi, jobless zenu nyingi, utesi wenu mwingi mnaofanya, hakuna kheri. Bali kheri ya kukaa kwenye vijiwe ipo ikiwa kijiwe hiko ambacho wewe umekikaa kinafanya moja kati ya mambo matatu. Ukikaa kwenye kijiwe hapo pakafanyika moja kati ya mambo haya, hicho kijiwe ni cha kheri, usikiache, usikikimbie, kishike barabara. Anasema Allah tabaraka wa taala, illa man amara bisadaqati, kijiwe nambari moja cha kheri ni kile ambacho watu wamekaa, kazi kubwa wanayoifanya kwenye kijiwe chao hicho ni kuamrishana habari. Kuna mayatima wanataka kusaidiwa, kuna msikiti, kuna misikiti inajengwa, kuna sehemu panatakiwa pachimbwe kisima, kuna sehemu panataka khairati fulani. Kazi yao kubwa wao ni kukutana hapo, wakaweka fikra, wakakusanya shilingi moja zao, mbili zao, 500 zao, zikajenga misikiti, zikajenga madaris, zikachimba visima, zikalisha, zikavisha mayatima, zikawafanya mayatima wakaishi katika namna ambayo kama vile wazazi wao wapo duniani wanaishi pamoja nao. Kijiwe nambari moja hiki kikae, kina manufaa sana na wewe, kina faida na wewe, na bila shaka kijiwe hiki kitakupeleka kukufikisha katika radhi za Allah tabaraka wa taala. Akasema Allah subhanahu wa taala, au islahin baina nnas, au mtu amekaa kwenye kijiwe hapo walipokutana wao, kazi kubwa ni kusuluhisha watu wawili waliogombana, au familia ambayo ndani ina magomvi, au watu na mazingira yanayofanana na hayo. Kazi kubwa ya kijiwe chao ni hilo, ni kupatanisha, lakini si kutenganisha. Kijiwe cha namna hii kishike baba yangu, usikiache, kina maslahi na wewe. Akasema Allah tabaraka wa taala, au maarufin, au mtu amekaa kwenye kijiwe, kazi kubwa ya kijiwe hicho ni kuamrisha mema,
kuamrisha watu kuswali, kutoa sadaka, kufunga funga za fardhi na za sunna, kusaidia mayatima na wajane, kuwezesha khairati mbalimbali, kuwalingania watu waheshimu wazazi wao, watu wasivute bangi, wasinywe pombe, wasifanye zinaa na yanayofanana na hayo. Vijiwe aina 3 hivi usiviache. Kama unakaa kwenye kijiwe, kazi ni kuteta watu, kuleta ushabiki wa watu wanaoishi Ulaya. Unashabikia kuwa na mshahara wa hivi, anatoka klabu hii na kwenda klabu ile. Leo hii unashabikia watu ambao wanafanya kazi ya siasa, ambao asilimia takriban 100 ni waongo kwenye maneno yao, ukapoteza muda katika mazingira hayo. Jua na tambua umekaa kwenye vijiwe ambavyo vinapeleka maafa makubwa katika ulimi wako, na huenda ikawa sababu ya wewe kuwa ni mwenye kuangamia kesho yaumul qiyama mbele yake Allah tabaraka wa taala. Ya Rabbi, tunakuomba utulinde na utuepushe na hayo. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema, waman yaf'al dhalika, na yeyote atakayekaa katika kijiwe ambacho chenyewe kinaamrisha kutoa sadaka au kinaamrisha mema au kinasuluhisha baina ya watu waliogombana, akakaa kwenye kijiwe hicho ibtighaan mardatillah, kwa lengo la kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na wala si kinyume cha hivyo, Allah anasema fasawfa nuhtihi ajran adhima, hakika mtu huyo sisi tutamlipa malipo yaliyo makubwa, malipo yaliyo mazito, yaliyo manono mbele yake Allah tabaraka wa taala. Mwisho Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatutahadharisha katika namna bora ya kulinda ndimi zetu, ya kuchunga ndimi zetu na kuziweka katika mizani. Sisi wenyewe tuweza ziweka katika mizani ndimi zetu, tukajua zinapatia katika yale ambayo ndimi hizi zinatamka au tunakosea. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akatuambia, waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, na yeyote anayeamini kumwamini Allah tabaraka wa taala na akaamini siku ya mwisho ipo, atalipo kwa anayoyatenda katika hii dunia, faliyakul khairan, basi siku zote katika kuishi kwake kwenye hii dunia aseme kheri. Hana kheri ya kusema awili yasmut, au akae kimya. Kukaa kimya ni bora na ni kheri kwake yeye. Ndugu zangu, tujilinde na kiungo hiki cha hatari, tujichunge na kiungo hiki cha hatari. Tuhakikishe tunayaimarisha maisha yetu, nyenendo zetu na ndimi zetu ambazo zaweza tupelekea kuwa ni wenye kuangamia mbele yake Allah tabaraka wa taala. Na daima tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, ambaye yeye ndiye muongozaji wa viumbe, ambaye yeye ndiye muongozaji wa viungo, ambaye yeye ndiye muwafikishaji wa mwanadamu kupatia kutenda kheri za kumwelekea yeye. Atulee malezi yaliyo mazuri, alee ndimi zetu malezi ya kumtaja yeye tu na si kinyume cha hivyo. Azilee ndimi zetu malezi ya kutamka kheri na aziepushe na kutamka ya shari. Ndugu zangu, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربع وعن البقية أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا لا تدع لنا في مسجدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا الحاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر لأهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.